Juni 13, 2025, Israeli ilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran katika kile ilichokiita Operesheni Rising Lion, yakilenga zaidi ya vituo 100 vya kijeshi, kinu cha nyuklia na miundombinu ya ujasusi ndani ya nchi ya Iran. Takwimu kutoka kwa vyombo vya habari vya kimataifa zinaonyesha kuwa hadi kufikia tarehe 19 Juni, zaidi ya watu 657 walikuwa wamepoteza maisha nchini Iran, baadhi yao wakiwa wanajeshi, maafisa wa ujasusi na wafanyakazi wa vituo vya nyuklia. Iran ilijibu kwa nguvu siku mbili baadaye kwa kurusha makombora zaidi ya 150 na droni 100 kuelekea Israeli, ikilenga miji ya Tel Aviv, Beersheva, Haifa na Ashdod. Mashambulizi hayo yaliharibu sehemu ya hospitali ya Soroka na kujeruhi watu zaidi ya 240. Takwimu za serikali ya Israeli zinaonyesha kuwa watu kati ya 24 hadi 34 waliuawa katika mashambulizi hayo, huku zaidi ya watu 400 wakijeruhiwa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa Israeli iko tayari kulenga maeneo yote ya Iran, ikiwemo kinu cha nyuklia cha Fordo kilichoko chini ya mlima. Hali hii imeibua taharuki ya kimataifa, huku mataifa yenye nguvu yakitoa matamshi mazito. Rais wa Marekani Donald Trump ameipa Tehran muda wa wiki mbili kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kabla ya kuidhinisha mashambulizi ya moja kwa moja kutoka jeshi la Marekani. Lakini Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa tahadhari kwa Marekani akisema kuwa ulimwengu uko milimita chache kutoka kwa janga la nyuklia iwapo Marekani itaamua kushambulia Iran. Haya yanajiri wakati mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Ulaya wanakutana mjini Geneva na waziri wa mambo ya nje wa Iran kwa juhudi za kuzuia kuendelea kwa vita. Kwa upande wa Kenya, vita hivi vinatishia kusababisha msukosuko wa kiuchumi. Bei ya mafuta ghafi duniani imepanda kwa zaidi ya 11% ndani ya wiki moja. Kenya, ambayo huagiza mafuta yake kutoka nje, inakabiliwa na ongezeko la moja kwa moja la gharama za mafuta. Mfumuko wa bei nchini unatarajiwa kupanda, kwani gharama ya usafiri, uzalishaji wa umeme na usambazaji wa bidhaa muhimu utaathirika moja kwa moja. Wakati ambapo vita kule Mashariki ya Kati vingeonekana kwa swala la mbali kwa taifa la Kenya, sasa ni dhahiri kwamba milipuko ya makombora kati ya nchi za Iran na Israeli ina athari za moja kwa moja kwa kila Mkenya, si tu kwa kupanda kwa bei ya mafuta bali pia kwa gharama ya chakula na usafiri. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.